Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran imeishukuru Pakistan kwa kuwa pamoja nayo wakati wa vita kati yake na Israel, vita vya siku 12, ikisema kwamba Pakistan imefanya kazi kubwa katika kumaliza vita hivyo, lakini pia ikisaidia upande wa Iran. Katibu wa Baraza Kuu la Usalama la Kitaifa la Iran, Ali Larijani, ameishukuru Pakistan kwa kuiunga mkono Tehran wakati wa vita hivyo, na amesema kwamba Pakistan imefanya kazi kubwa na imetoa msaada mkubwa tofauti na watu walivyodhani. Larijani ametoa shukrani hizo kupitia mtandao wa kijamii wa X na kuongeza kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inashukuru Pakistan kwa kusimama katika msingi wake wa uwajibikaji na kuunga mkono Iran wakati wa vita vya kulazimishwa, na ameuita msimamo huo kuwa kilele cha fikra thabiti na kimfumo kwa wananchi wa Pakistan na viongozi wao. Larijani ambaye yuko ziarani nchini Pakistan amesema pia kwamba ameelekea nchini humo kuwasilisha salamu za kiongozi wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Al-Khamenei kwa wananchi wa Pakistan. Kabla ya kutuma ujumbe huo katika mtandao wa kijamii wa X, Larijani alikuwa ameshazungumza katika nyakati tofauti na waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif na Rais Asif Al-Zardari na spika wa bunge la taifa la Pakistan Sadr Ayaz Sadiq. Kwa mujibu wa taarifa ya serikali ya Pakistan, Larijani na Shehbaz Sharif wametilia mkazo kuimarisha uhusiano wa kihistoria na wa kidugu kati ya Iran na Pakistan na kuhimiza kuweko ushirikiano wa kina katika nyanja nyingi. Waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amesifu msimamo wa kikanda wa Iran inayoheshimu kikamilifu sheria za kimataifa na za ujirani mwema, na amewasilisha shukrani zake kwa Tehran kutokana na mshikamano wake na Pakistan. Lakini wachambuzi wa mambo wanasemaje juu ya uhusiano kati ya Pakistan na Iran? Tehran ambayo haijajidhihirisha kwamba ina silaha za kinyuklia kama ambavyo mataifa magharibi yamekuwa yakidhani, imepata mshirika mwingine katika eneo la Mashariki ya Kati ambaye ana silaha za kinyuklia, na hivyo wachambuzi wanasema hii ni sababu nyingine ya Iran kutegemea Pakistan kama miongoni mwa mataifa yenye silaha hatari ulimwenguni ambapo itakuwa na uwezo wa kujilinda. Lakini ni namna gani Pakistan ilijihusisha na vita vya siku 12 kati ya Iran na Israel? Wakati wa vita vya siku 12 kati ya Iran na Israel, moja kati ya taarifa ambayo iliwahi kuzungumzwa na Shehbaz Sharif, waziri mkuu wa Pakistan, ni kwamba ikiwa kombora lolote litatoka nchini Israel na kupita moja kwa moja hadi Pakistan, basi Pakistan itatumia makombora yake ya nyuklia kwa ajili ya kuishambulia Israel. Lakini moja kati ya jambo lingine ambalo limetajwa ni kwamba Pakistan ilitoa tahadhari mapema kwamba makombora ya nyuklia ya Pakistan ni kwa ajili ya Waarabu na Waislamu wote katika eneo la Mashariki ya Kati. Hili pia limetoa picha ya kwamba Pakistan inaweza ikafanya shambulizi wakati wowote kipindi kile cha vita vya siku 12. Lakini moja kati ya jambo kubwa ambalo Pakistan imelifanya ni kuzungumza na rais wa Marekani Donald Trump juu ya kumalizika kwa vita hivyo. Taarifa zilieleza kwamba Pakistan imefanya kazi kubwa ya kufanya mazungumzo ya kidiplomasia ya kumaliza vita hivyo, na baadhi ya wajumbe kutoka nchini Iran walihusishwa katika vikao hivyo katika kumaliza vita, na ndio maana baada ya siku 12 rais wa Marekani alitangaza kusimamishwa kwa vita kati ya Iran na Israel bila kuwepo kwa masharti yoyote, na ukawa mwanzo wa kumalizika kwa vita kati ya Wayahudi na Waajemi. Kwa mujibu wa taarifa ya serikali ya Pakistan, Larijani na Shehbaz Sharif wametilia mkazo kuimarisha uhusiano wao, lakini pia watakuwa wakishirikiana katika mambo mengi ikiwa ni pamoja na ulinzi na usalama wa maeneo yao. Pande mbili zimekubaliana kwamba ujumbe utakaoongozwa na waziri wa mambo ya kigeni wa Pakistan Mohammad Ishaq Dar utafanya ziara hivi karibuni nchini Iran ili kuzidi kustawisha ushirikiano hasa katika masuala ya kilimo na mawasiliano. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Endelea kuwa nasi wakati wote.